Unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie. Jioni hii kuna taarifa moja. Nilikuwa sitaki kuizungumza hii taarifa, lakini muda kidogo nikawa nimepokea notification kutoka AP News. Kwa hiyo nikaona taarifa moja wameileta, wanasema hii taarifa ilikuwa inazungumzia kuhusu Jeffrey Epstein. Aliandika, yani hii taarifa inaripotiwa, anasema Jeffrey Epstein aliandika barua pepe mwaka 2011 akisema kwamba Trump alikuwa ametumia masaa mengi au ametumia saa nyingi nyumbani kwake Epstein pamoja na muathirika wa biashara haramu ya ngono. Na akasema katika ujumbe tofauti miaka kadhaa baada ya kwamba Trump aliwajua wasichana hao kulingana na mawasiliano yaliyotolewa Jumatano. Hii taarifa ya jioni kabisa. Yani email ya 2011 mpaka leo ni miaka 14. Hii email inamtaja Trump kuwa alikaa nyumbani kwa Jeffrey Epstein kwa muda mrefu na mmoja wa waathirika wa zile kashfa za ngono. Barua pepe hizo zilizotolewa hadharani na wanachama wa Demokrati katika kamati ya usimamizi wa baraza la wawakilishi bado zinaongeza maswali kuhusu urafiki wa Trump na Epstein na kuhusu ufahamu wowote au ujuzi wowote aliokuwa nao katika kile ambacho waendesha mashtaka wanachokiita juhudi ya miaka mingi ya Epstein ya kuwanyanyasa wasichana walio chini ya umri. Rais huyo wa Republican amekuwa akikana mara kwa mara kufahamu au kujua lolote kuhusu uhalifu unaodaiwa wa Epstein, na amesema aliachana na Epstein toka miaka hiyo walikata uhusiano naye. Katika barua moja ya mwaka 2011 iliyotumwa kwa Ghislaine Maxwell, mpenzi wa Epstein ambaye kwa sasa amefungwa katika mashtaka ambayo alishtakiwa kwa kula njama ya kushiriki katika biashara haramu ya ngono, Epstein aliandika, nataka utambue kwamba mbwa huyo ambaye hajabweka ni Trump. Aliongeza kwamba Trump alikuwa ametumia saa nyingi nyumbani kwake na mtu ambaye jina lake limefichwa kwenye barua pepe, lakini ambaye wanademokrati au wanademokrasia wa baraza la wawakilishi walimtambua kama muathirika. Epstein aliandika kwamba Trump hajawahi kutajwa hata mara moja. Unajua nini? Hapa kuna kitu kinaendelea nyuma ya hapa. Unajua siasa inavyoendeshwa ndio inaendeshwa hivyo. Hapa Trump kuna kitu alikuwa anakilazimisha na yeye, halafu watu kama hawataki, sasa anatulizwa, anafungwa speed governor. Kashfa ya Epstein kama nilivyowaambia ilipelekwa kwa Trump kama blackmail ya kumnyamazisha na kumpa maagizo ya nini cha kufanya. Ndio maana unaona kuwa hawaiachi nzima, wanaidonoa tu. Akitaka kunyanyuka tu anatoa kitu kimoja, halafu wanamtazama, vipi, utakwenda mbele au huendi? Kwa sababu leo kwa mara nyingine tena, na hii taarifa imeandikwa na imezungumzwa na vyombo vya habari vingi sana, kwa mara nyingine tena rais wa Marekani Donald Trump alimtumia barua rais wa Israeli Isaac Herzog akiomba msamaha kwa waziri mkuu wa Israel Netanyahu ambaye yuko mahakamani kwa mashtaka mengi ya ufisadi. Rais wa Marekani Donald Trump alimtumia barua rasmi rais wa Israeli Isaac Herzog akimtaka ampe msamaha wa rais waziri mkuu wa Israel Netanyahu ambaye sasa anakabiliwa na mashtaka mengi ya ufisadi. Kulingana na taarifa kutoka ofisi ya Herzog, barua hiyo iliyopokelewa Jumatano asubuhi na inajumuisha rufaa ya kibinafsi ya Trump ya msamaha. Barua hiyo inakuja huku Netanyahu akiendelea kusikilizwa katika kesi 3 tofauti ambazo zote amezikanusha, akidai mashtaka hayo yanachochewa kisiasa tu. Katika barua yake, Trump alimsifu Netanyahu kama kiongozi mkuu wakati wa migogoro na akayaita madai ya ufisadi kuwa mashtaka ya kisiasa yasiyo na msingi. Pia alisisitiza heshima yake kwa mfumo wa haki wa Israeli huku akihoji nia zilizo nyuma ya mashtaka hayo.
Kwa hivyo, na wasihi mumsamehe kikamilifu Benjamin Netanyahu, ambaye amekuwa waziri mkuu mwenye nguvu na maamuzi ya wakati wa vita, Trump aliandika. Ingawa ninaheshimu kabisa uhuru wa mfumo wa haki wa Israeli, naamini kwamba kesi hii dhidi ya Bibi ni mashtaka ya kisiasa na yasiyo na haki. Taarifa kutoka ofisi ya Herzog ilisisitiza kwamba utaratibu sahihi wa kisheria lazima ufuatwe. Pamoja na bila kujali hili, mtu yoyote anayetafuta msamaha wa rais lazima awasilishe ombi rasmi kulingana na taratibu zilizowekwa. Wakati huo huo, ofisi hiyo iliongeza kuwa Herzog anamheshimu Trump kwa heshima kubwa na anaendelea kuonyesha shukrani zake za kina kwa msaada usioyumba wa Trump kwa Israeli. Muhula wa sasa wa Netanyahu ambao ulianza mwishoni mwa mwaka 2022 umekuwa na utata, hasa kuhusu mageuzi yaliyopendekezwa ya kimahakama ambayo yalilenga kudhoofisha uhuru wa mahakama za Israeli. Mabadiliko yaliyopendekezwa yalisababisha miezi kadhaa ya maandamano makubwa kabla ya kufunikwa kwa kiasi kikubwa na kuzuka kwa vita dhidi ya Gaza mnamo Oktoba 2023. Trump ambaye mwenyewe anadai kwa muda mrefu kwamba mamlaka ya Marekani ilimlenga isivyo haki kupitia kesi za kisheria zenye msukumo wa kisiasa, amekuwa akilinganisha mara kwa mara vita vyake vya kisheria na vile vinavyomkabili Netanyahu. Netanyahu na mkewe Sara wanashtakiwa katika kesi moja ya kukubali zaidi ya $260,000 kama zawadi za kifahari, ikiwa pamoja na sigara, shampeni na vito vya thamani kutoka kwa wafanyabiashara matajiri baada ya kuwapa neema za kisiasa. Katika kesi zingine mbili, waziri mkuu anatuhumiwa kujaribu kujadili habari nzuri na vyombo vya habari kutoka kwa vyombo vya habari vya ndani ili kupata faida au kupata upendeleo wa kisheria. Ingawa hakuna uamuzi ambao umetolewa katika kesi zinazoendelea, kesi hizo zimekuwa suala kuu katika mazingira ya kisiasa ya Israeli na kuchochea ukosoaji wa ndani wa umakini wa kimataifa. Mmeelewa nilichokiandika? Hii ni mara ya 3 kwa Trump kurudia kitu kimoja. Alilizungumza mara ya kwanza wakati Netanyahu amemtembelea kule Marekani. Akazungumza hivi hivyo kuagiza Israeli mahakama zifute kesi za Netanyahu. Mahakama zikamjibu kuwa hii ni nchi inaendeshwa kwa mifumo ya kisheria, hakuna kiongozi wa nje anaweza kuamua lolote. Unarudi kwenye ile sugar daddy sugar mommy. Mara ya pili, juzi alivyokuja kwenye kusaini haya makubaliano ya mwezi ule uliopita Septemba, wakati anahutubia Knesset ya Israeli, alizungumza tena hili. Alizungumza hili. Leo ameandika barua rasmi kwenda kwa Isaac Herzog. Nilizungumza katika interview niliyokuwa naongea na BBC nadhani, wakati tunajadili kuhusu haya makubaliano. Moja ya swali niliulizwa ni hili, na hii la kumwombea msamaha Netanyahu. Nilisema kuwa Trump tayari anafahamu kabisa sababu ya msingi ya mzozo wa sasa. Yaani Trump anafahamu kabisa mzozo wa sasa unachochewa na nini. Kwa hiyo anachojaribu ni kwenda kumaliza. Niliwahi kuzungumza kabla wakati wa serikali ya Joe Biden. Nikasema toka wakati ile Joe Biden akimlazimisha Netanyahu, nikasema kuwa wanapofeli ni sehemu moja, ikiwa kweli wana nia ya Israeli iache mapigano. Nia ya Israeli kuacha mapigano lazima ukaweke dhamana kwa Netanyahu kwa siasa ya ndani, usiende nje. Netanyahu anasukumwa na misukumo ya ndani, kwa sababu klipu kadhaa zimevuja kutoka White House zikizungumza hilo tu kuwa Netanyahu amekuwa akiongeza mzozo kwa sababu ya kinusuru kisiasa toka wakati wa Joe Biden. Lakini alizungumza katika moja ya interview aliyowahi kuwa rais wa Marekani Bill Clinton, akilielezea hili kwa kina kabisa kuwa Netanyahu anaongeza mzozo kwa sababu ya problem ya kisiasa ya ndani. Ndio alivyozungumza. Na wakati wa huu wa Trump kuna wanadiplomasia wa Marekani walio White House, wao pia walijadili hili na walilizungumza kuwa mzozo umekuwa ukiongezeka kwa sababu Netanyahu anataka kutumia kisiasa. Lakini wanasiasa wa ndani wa Israeli wamelijadili, wamelizungumza mara nyingi swala hili. Rahby Digital, haki na ukweli.